Kiongozi wa Hamas ajitokeza kwa mara ya kwanza tangu Israeli iliposhambulia Doha. Khalil al-Haya, kiongozi wa juu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, amejitokeza kwa mara ya kwanza tangu utawala wa Israeli ulipowashambulia huko Doha maafisa wa harakati ya mukawama ya Palestina. Kiongozi huyo wa mukawama anayeongoza timu ya mazungumzo ya Hamas aliwahutubia wananchi wa Palestina, ambapo alitoa maoni yake kuhusu kuuliwa shahidi wenzao 6 katika hujuma ya kigaidi ya Israeli huko Doha, akiwemo mwanawe wa kiume kwa jina la Hamam, meneja wa ofisi yake Jihad Labad na wakilishi kadhaa wa ofisi yake mnamo Septemba 9 mwaka huu. Anasema, leo tunaishi katika kivuli cha maumivu na wakati huo huo katika kivuli cha fakahari na heshima, amebainisha Khalil al-Haya. Kiongozi huyo wa ngazi ya juu wa Hamas ameeleza kusikitishwa kuwa washahidi kwa wana mapambano wenzao, lakini akasema bado anajisikia fahari mkabala wa waanga hao, ikiwa ni pamoja na mtoto wake ambao alisabilia maisha yao wakipambana kulikomboa taifa la Palestina kutoka mikononi mwa uvamizi na kukaliwa kwa mabavu na Israeli inayoungwa mkono kwa hali na mali na Marekani. Siwezi kutofautisha kati ya waanga hawa na mtoto yoyote wa Kipalestina huko Gaza ambaye ameuawa shahidi na utawala vamizi, amesema kiongozi wa ngazi ya juu harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas. Pia amepongeza mapambano ya Palestina ya zaidi ya karne moja dhidi ya utawala ghasibu wa Kizayuni na njama za Magharibi zenye lengo la kuimarisha utawala huo ili kufanikisha malengo yake hatari ya kujitanua pakubwa huko Palestina. Wakati hayo yakiendelea, nikwambie ving'ora vya mashambulizi ya anga vimesikika kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu Israeli kufuatia kombora la balistiki lililovurumishwa na jeshi la Yemen ili kulipiza kisasi vita vya mauaji ya kimbari yanaendelea kufanywa na utawala ghasibu wa Israeli huko Gaza. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli, shambulio hilo jipya la kombora kutoka Yemen limepelekea kusikika ving'ora katika baadhi ya maeneo ya Israeli pamoja na kusini mwa ukingo wa Magharibi mapema Jumapili. Tovuti ya habari ya Ynet imeripoti kuwa sauti za ving'ora zimesikika katika maeneo ya Be'er Yaakov, Lod, Rehovot na Modin katika eneo la Shefela na pia katika makazi ya Lakish na katika ukingo wa Magharibi. Vyombo vya habari vya Israeli pia vimethibitisha kuwa anga ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion imefungwa kwa muda kufuatia kombora hilo la Yemen. Shambulio la kombora la jeshi la Yemen limeibua taharuki kubwa miongoni mwa walowezi haramu wa Kizayuni na hivyo kupelekea maelfu ya Wazayuni kuyaacha makazi yao. Vikosi vya Yemen vimetekeleza mzingiro wa kimkakati wa baharini wenye lengo la kuvuruga na kuzuia utumaji silaha kwa Israeli zinazotumika katika mauaji ya kimbari dhidi ya wakazi wa ukanda wa Gaza. Wakati hayo yanaendelea, harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Palestina Hamas imemjia juu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa madai ya uongo kuwa ameliamuru jeshi la utawala huo kupunguza mashambulizi yake kwenye ukanda wa Gaza. Harakati hiyo imesema hayo kwenye taarifa yake Jumamosi baada ya waziri mkuu wa Israeli kunukuliwa katika ripoti mbalimbali ikidaiwa kuviagiza vikosi vya utawala huo kusimamisha mashambulizi yote kwenye eneo lote la Gaza na eti kufanya tu mashambulizi ya kujihami. Kuendelea kwa mashambulizi ya mabomu na mauaji ya uvamizi kunafichua uongo wa Netanyahu kuhusu kupunguza operesheni za kijeshi dhidi ya raia. Hamas imesema jeshi la utawala wa Kizayuni linaendelea kufanya jinai na mauaji ya kutisha dhidi ya watu wetu na Palestina katika ukanda wa Gaza, imeeleza Hamas, ikisisitiza kwamba mashambulizi ya Israeli ya punde zaidi yameua watu wasiopungua 70. Kuendelea kuongezeka kwa umwagaji damu kunaonyesha uongo wa madai yaliyotolewa na utawala huo kuhusu kupunguzwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya raia wasio na silaha, kundi hilo limesema. Hapo awali Netanyahu aliripotiwa kutoa agizo hilo alipokuwa akilipa jeshi jukumu la kuendeleza utayari wa utekelezaji wa sehemu ya kwanza ya mpango wa vipengele 20 uliobuniwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani amedai kuwa pendekezo hilo linalenga kumaliza vita vya sasa vya mauaji halaiki vya tangu Oktoba 2023 huko Gaza. Hamas ilieleza kuridhia kwake na baadhi ya vipengele vya pendekezo hilo siku ya Ijumaa, ikisema itaingia kwenye mazungumzo ya kuwezesha kuachiliwa kwa mateka wa Israeli waliosalia huko Gaza walio hai na maiti. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile vile, Khalid, mwakilishi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas nchini Iran, amesema kuwa harakati hiyo ya mukawama ya Palestina imekuwa tayari tangu awali kubadilishana mateka na kusimamisha vita kwenye ukanda wa Gaza, lakini uvamizi wa kijeshi unaoendelea kufanywa na Israeli umezuia kupatikana amani. Anasema mpira upo katika uwanja wa Marekani na Israeli. Amesema Khalid
katika mahojiano maalum na shirika la habari la IRNA. Ameongeza kuwa msimamo wa Hamas umejikita katika dhamira yake ya kuhitimisha umwagaji damu unaoendelea kufanywa na Israeli na kuwahami wakazi wa Gaza. Alipoulizwa katika mahojiano hayo kuhusu msimamo wa Hamas mkabala wa mapendekezo yaliyotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani ili kuhitimisha vita vya mauaji ya kimbari huko Gaza, mwakilishi huyo wa Hamas nchini Iran amebainisha kuwa kama unavyojua, harakati ya mukawama wa Palestina Hamas imepasisha mpango huo kwa masharti, lengo likiwa ni kusimamisha vita na jinai ambazo bado zinaendelea dhidi ya watu wetu huko Gaza na kuondoa wanajeshi vamizi wa Israeli na kuwezesha kutumwa misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa ukanda wa Gaza. Amebainisha kusema kuwa kwa maneno mengine ni kwamba tulikubali pendekezo la Trump kwa sababu na kwa nia njema tutaingia kwenye mazungumzo ili kuhakiki yale ambayo yanapaswa kutekelezwa kwa manufaa ya watu wetu na kukomesha mwagaji damu na jinai ya utawala wa Kizayuni, amesema Khalid. Vilevile uchunguzi uliofanywa umebaini kuwa waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israeli Benjamin Netanyahu ndiye aliyetoa idhini ya kufanya mashambulio ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga msafara wa kimataifa wa meli za misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Gaza zilizokuwa zimetia nanga kwenye bandari ya Tunisia. Shirika la utangazaji la CBS la nchini Marekani limewanukuu maafisa kadhaa wa intelijensia wa nchi hiyo ambao wamethibitisha kwamba mashambulio ya tarehe 8 na 9 mwezi uliopita wa Septemba dhidi ya meli za msafara wa kimataifa wa Smud nchini Tunisia yalifanywa kutokea kwenye nyambizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni wa Israeli. Ripoti hiyo ya CBS imetupilia mbali rai za wachambuzi wanaoiunga mkono Israeli kwamba moto uliotokea kwenye meli hizo ulitokana na utumiaji usio sahihi wa bunduki za moto unaofyatuliwa angani za wanaharakati waliokuwemo kwenye meli hizo. Katika taarifa iliyotoa siku ya Ijumaa, msafara huo wa meli za misaada ulisema unashuku utawala wa Israeli kwa ndio uliohusika na mashambulio hayo ambayo hayakusababisha maafa ya roho za watu. Vilevile katibu mkuu wa harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Hezbollah ya Lebanon, Sheikh Naim Qasim, amekosoa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza na kuutaja kuwa ni hatua hatari ya kuisafisha Israeli kutokana na jinai zake na sehemu ya ajenda ya kujitanua utawala huo ghasibu. Akihutubia hafla ya kuadhimisha kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kuuawa shahidi makamanda wawili wakuu wa Hezbollah, Sheikh Nabil na Said Sohail al-Hussein, Sheikh Qasim alionya kwamba Marekani inausaidia utawala wa Tel Aviv katika kutimiza ndoto yake ya kile kinachoitwa Israeli kubwa zaidi. Kinachotokea Gaza leo ni sehemu ya mpango wa Israeli kubwa zaidi ambao unafuatiliwa kwa uungaji mkono kamili wa Marekani, amesema, akirejelea mpango wa Trump wa kusitisha mapigano Gaza wenye nukta 20 ambao wakosoaji wanasema umepuuza hali halisi ya Palestina. Katibu mkuu wa Hezbollah amesisitiza kuwa mpango wa Trump unaendana kabisa na maslahi ya Israeli, ni mradi ambao anataka kupasisha kupitia siasa kwa kuwa walishindwa kufikia kupitia uchokozi na uhalifu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.